Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu ya YouTube Abu Othman TV, kwa mara nyingine tena leo tumekutana hapa nyumbani kwa Al-Ustadh Rashid ibn Muhammad Al-Jazri, ambaye yeye ndiye huyu mnayemuona yuko mbele yenu. Lakini pia kwa taarifu fupi, yeye ndio mkurugenzi mkuu wa channel ya YouTube iitwayo Al-Jazri TV. Tumekuja hapa kumtembelea, lakini haswatan ni kwa ajili ya kutoa taarifa yake rasmi na kwa mapana, ambayo taarifa hiyo inahusiana na hafla kubwa ya dua ya hakika pamoja na maulidi ya watoto wake. Hivi karibuni katika peji za Abu Othman TV kumeripotiwa taarifa ya dua ya hakika za watoto wa Al-Jazri, na tukasema leo tupate bahati ya kumtembelea hapa nyumbani kwake Kigamboni Kisarawe tu, ili tuweze naye kuzungumza pamoja naye kwa kina kuhusiana na maandalizi ya hafla hiyo ya hakika ya watoto wake. Ustadhi, falyatafadhal mashkuran, uwasalimie watazamaji wa Abu Othman TV na tuweze kuingia kwenye mazungumzo juu ya maandalizi ya hakika ya wanao. Nashukuru sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ama bad. Kwa majina naitwa Rashid Muhammad Kasim almaarufu kwa wananiita Al-Jazri. Okay. Mimi pia ni mkurugenzi au ni mhusika mkubwa wa channel hii ya Al-Jazri TV, na hiyo ndio taarifu yangu kwa ufupi. Ni taarifa yangu ndio hiyo. Sasa shukrani sana na tunashukuru kujitambulisha pia rasmi kwa watazamaji wa Abu Othman TV. Shukrani. Ustadhi, tumeona katika peji za Abu Othman TV hususan WhatsApp grupu, lakini pia na Facebook kule tumeona na YouTube yenyewe pia tumeona wametoa posta zile za kutangaza hakika za watoto wako. Kwa kuwa uko mbele yao na tuko pamoja hapa, tuwaomba utueleze kwa upana maandalizi ya hafla hiyo iko vipi? Naam, kwanza nakushukuru sana Abu Othman TV, mkurugenzi wa Abu Othman TV kwa kuweza kunitembelea leo hapa. Na kwa mapenzi makubwa tutakuombea dua pia, Mwenyezi Mungu akuwafikishe katika majambo yako haya. Amina. Kila ambalo linakuzunguka Allah alifanyie sahali inshallah. Ni kweli Mungu akijalia inshallah nimeandaa hiyo dua pamoja na sherehe ya maulidi ya hakika ya watoto wangu. Kwanza ustadhi, mimi nipo hapa Kisarawe tu. Kisarawe tu, maeneo ya Kigamboni. Sawa. Mtaa huu wa Tumaini. Na katika taarifu yangu pia mimi ni imamu wa Masjid Khalid ibn al-Walid, ambayo masjidi inapatikana hapa ambayo hii masjidi inapatikana hapa Kisarawe tu. Maeneo ya kwa Mchina, kama ukitoka Kibada maeneo ya kwa Mchina hapa ndio kuna masjidi hiyo inapatikana. Sawa. Lakini mimi mwenyewe nipo katika mtaa wa Tumaini Kisarawe Center hapa. Sawa. Mimi Mungu amenijalia kupata watoto wawili. Sawa. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Fatima na mtoto wangu wa pili anaitwa Arwa. Arwa ambaye sasa hivi anatimiza kama miezi miwili. Sawa. Tangu kuzaliwa. Kwa hiyo baada ya kuwa amepatikana mtoto huyu na yule wa kwanza Fatima ambaye sasa hivi ana miaka 10 na miaka 10 sasa hivi darasa la 5. Sawa. Kwa hiyo nikaona hawa sasa nitoe shukrani yangu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kufanya
dua, kufanya hakika, kuwafanyia hakika wote, kwa sababu huyu wa kwanza pia sikuwahi kumfanyia hakika. Kwa hiyo ndo nikaliratibu hili nimealika watu na nitalifanya inshallah tarehe 4 mwezi wa 7 ambayo itakuwa ni sawa na siku ya Jumamosi kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 5 saa 4 kila kitu kitakuwa kimekamilika. Ambayo hakika hiyo itafanyikia maeneo gani au hapa nyumbani? Naam, hakika hii itafanyikia hapa nyumbani. Kwa maana ukitoka hapo nje kuna uwanja tu mzuri. Kwa wageni wote ambao nitakuwa nimewaalika basi watatosheleza kuenea katika uwanja Kisarawe tu mtaa wa Tumaini. Kisarawe tu mtaa wa Tumaini. Na ukipita katika peji za Abu Othman Online TV utakuta kwamba ameweka ratiba na location ya watu kuweza kufika. Shukrani. Ni yapi ya kipekee ambayo umeyaandaa katika hafla hii ya dua ya watoto wako ambayo ndugu mtazamaji na pamoja na uliowaalika katika jamaa zako na familia na wengineo wanaotazama sasa hivi, umewaandalia nini ya kipekee katika dua hiyo ya watoto wako ya hakika? Ni yale tu ambayo yanafanywa katika hakika, lakini labda kwa kuongezea ni kwamba kutakuwa na hakika yenyewe, kwa sababu hakika kisheria ni yule mnyama au wale wanyama walioandaliwa kwa wale wakusudiwa. Lakini baada ya hapo sasa itabidi tutaweka na maulidi, ambayo maulidi hayo yatafanyika baada ya ile hakika yenyewe kuwa imemalizika. Na nafikiri hapo tutakuwa na ratiba ambayo itakuwa ni mahususi ya mambo yote hayo. Sawa. Lakini vile vile ukiondoa hilo tutakuwa na wageni mbalimbali. Tumekusudia pia kualika mashehe kwa sababu majambo yetu haya ni majambo ya kidini. Ni lazima tuwe na watu wa kidini. Kwa hiyo tutawaalika mashehe mbalimbali, tutawaalika na maustadhi mbalimbali na watu mbalimbali. Na kwa vile vipindi ambavyo vitakuwa vimeanza, sisi tutaanza hakika yetu saa 2 kamili asubuhi. Siku ya Jumamosi saa 2 kamili asubuhi tunaanza hakika. Kwa pale ulisema ni tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi wa 7 mwezi ujao. Ambao mwezi ujao tarehe 4 mwezi ujao wa 7. Kwa pale saa 2 kamili tutakuwa na dua. Ile dua itasimama ndani kama nusu saa au dakika 45. Ni dua mashehe watakaokuja pale ndio watajua ni waongoze dua hizo, itafanywa dua hiyo. Baada ya dua litakuja tukio sasa zima la hakika. Maana yake sasa yule hakika, wale wanyama ambao wamechinjwa. Kwa sababu tukizungumza hakika ustadi tunazungumza wale wanyama. Huko tutakuja kueleza mwishoni ili mtazamaji apate kujua faida za hakika. Lakini hapo tuelezee tu hizi ratiba kwanza. Ratiba sawa. Hapo. Okay, sawa. Kwa hiyo baada sasa ya kumalizika dua tutakula nyama za hakika. Nyama zile ambazo ni za hakika. Baada ya hapo sasa ndo tutaanza maulidi. Na maulidi haya yatatawaliwa na madrasa inayoitwa Madrasati Nur kutoka pale Bagala Kibonde Maji. Uko vizuri sana ndugu zetu hizi za kitwarika. Twarikatul Kadiria. Ambayo kwa sisi watu wa Tanga tofauti kidogo mahadhi yetu, lakini wale ndio ambao watakuja. Tarika yetu ni mbali na wao. Maana tarika yetu sisi ni Banu Alawi, hatuja Habshi sisi. Sasa sisi wale watu wa Kadiria. Tastafidi inshallah, maana watu wanai wale. Nai watwaru tuhina. Naam. Kwa hiyo ndio ratiba. Baada ya hapo baada ya Qiyam kwa sababu tutakuwa na kasida kama 2-3. Baada ya Qiyam itakuwa ni jambo letu limetamatika. Kila mtu sasa atapata fursa ya kuweza
kupata ruksa ya kwenda kwenye majambo yake kwa siku hiyo inshallah. Sawa. Ndugu watazamaji wa Abu Othman TV, nadhani tumesikia kwa kina juu ya taarifa hii ya dua ya hakika pamoja na sherehe ya hakika. Maana dua kama alivyoeleza hapo ni kuanzwa ile saa asubuhi na mapema na kichinjo kile, lakini baada ya pale hakika imekwisha. Yanayofuata yote yanakuwa ni kushereheka juu ya ile hakika yenyewe, ambayo ndio hiyo hafla ya Maulid ambayo ameeleza itasimamiwa na ndugu zetu Madrasatun Nur kutoka Mbagala Kibonde Maji. Hawa Madrasatun Nuri kwa sifa labda kwa uchache ni madrasa ya namna gani? Ni kweli ustadhi, ukizungumza madrasa kuna mwingiliano wa madrasa. Ukizungumza madrasati Nur mfano au madrasati Al-Anwar au ukizungumza madrasati Burhan, madrasa zote zimekuta kwamba unaweza kukuta Mbagala zipo 3 labda Mwananyamala zinazofanana na majina lakini hii ambayo tunaizungumza hapa hii ni hasa inapatikana Mbagala Kibonde Maji na kiongozi wa hii madrasa anaitwa Ustadh Ahmadi. Hawa labda nikupe historia fupi ya hii madrasa. Hii madrasa siku moja nilikwenda kuozesha ndoa maeneo ya Kigamboni. Kigamboni maeneo kuna sehemu wanaita makaburini. Pale makaburini unaingia ndani kulikuwa kuna ndoa pale kwenda kuozesha. Sasa nilipofika pale nikakuta kwamba kuna madrasa imeitwa kuja kupiga pale kwa ajili ya ile harusi. Nikakuta kwamba mfumo wao wanaopiga sio mfumo wa kupiga kwenye harusi. Ni mfumo wa kupiga kwenye hadhara. Yani ni watu ambao kama una hadhara zako za kimaulidi za kimadrasa ukiwaita kuja kupiga basi utastafidi. Kwa kweli kwa kuona lile mimi nilipenda sana, kwa sababu kwanza akhlaki zao wanikuta wamekaa kimadrasa kabisa. Na nilikuwa pia na ustadhi mwenzangu Ustadhi Muambo kutoka Ubungo, nilikuwa naye tukawamwagia sifa pale. Wale mabwana ikawa wana nidhamu, alafu wanapiga dufu kubwa na wanapiga na nai na wamevaa sare nao. Yani hakuna mwanafunzi ambaye ana kiduku, hakuna mwanafunzi ambaye amevaa kacha. Yani sio kama lile dufu kubwa la mjini linalofahamika. Naki Dar es Salaam ukizungumzia hakika kama hivi unazungumzia kwamba watu wanakuja pale hakuna maadili, wanawake wanacheza na nini, watu wanakatika. Na hii yote inasababishwa na wale wanaopiga zile dufu. Lakini pale tulikuta kwamba kuna nidhamu mpaka mimi nikapenda kwa kweli. Sasa wale bwana kwenye nai kwa kweli, hata kama wewe ulikuwa sio ashiki wa hili jambo, kwa hiyo ni sehemu ya kwamba ni furaha, lakini furaha yenyewe iwe kwanza basi ni kitu kizuri kinachokuja kufurahisha pale, alafu kiwe ni kitu chenye kukidhi maadili haya ya Kiislamu. Nafikiri mtakapokuwa watu wamehudhuria watakuja kuona hilo jambo. Nafikiri hiyo ndiyo sifa ya hiyo madrasati Nuri. Naam. Shukran. Lakini la mwisho ustadhi, tunaomba utupe faida za mtu kumfanyia mwanawe hakika au watoto wake hakika, kwamba yapo baadhi ya makundi katika huu Uislamu tulionao humu mijini na hata nje ya miji, kwamba wanasema ni kupoteza mali tu, kuchinja mambuzi, kondoo, kukusanya watu, tena dua hakika. Wapo ambao wanapotosha jamii, na watu baadhi yao hawakusoma na wanamiliki mitandao pia hiyo wanatazama, kwa hiyo hawajui wamsikilize shekhe nani. Wewe ukiwa umepata bahati ya kukutana na sisi ndugu zako wa Abu Othman TV, unawaelezaje watazamaji wa Abu Othman TV kuhusiana na jambo la hakika? Naam, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Nashukuru sana kwa kuweza pia kunipa nafasi nyingine ya kuweza kulitolea maelezo hili. Kwa hiyo nitatoa tu kwa mukhtasari, kwa sababu nafikiri kuna vitu vingine pia vinahitaji data zaidi na sisi
tunanukuu vichwa vyetu siku hizi sio vya kuhifadhi sana, lakini tutazungumza zile data ambazo ni muafaka na hili jambo ambalo jinsi linavyokwenda. Hakika ni mnyama anayechinjwa kisheria. Hakika ni mnyama anayechinjwa siku ya 7 tangu kuzaliwa kwa mtoto. Na katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema ni hakika yani murtahanun yani kullu ghulamin murtahanun bihaqiqatihi. Nafikiri imeipatia hiyo hadithi, kullu ghulamin murtahanun bihaqiqatihi, kwamba kila chenye kuzaliwa kinakuwa ni chenye kuwekwa rahani na hakika yake. Sasa hii rehani ni nini? Rehani inaweza ukaingiza kwenye baraka. Rehani maanake baraka nayo ni kathratul khairi, ndiyo baraka. Yani ule wingi wa zile kheri zitakazomiminika juu yako ndiyo baraka. Na kule kuepushwa na shari nako pia ni baraka. Kwa hiyo rehani ni baraka, na vile vile ni sehemu ya kukunjuliwa riziki hata wewe mwenyewe mzazi, lakini vile vile ni sehemu ya kuwaepushia hawa watoto au huyu mtoto na mabalaa. Na ndo imeingia ile murtahanun mwenye kuweka rehani, maanake rehani ndo ni baraka, kheri na rahma kwa huyu mtoto, ambayo ndo inafanywa siku ya 7. Lakini vile vile pia katika akwali za wana wachuoni wakasema kwamba na baada ya siku 7 muda wowote ule unaotaka kumfanyia na unamfanyia. Na wakaweka pia wana wachuoni kwamba mbuzi wawili au kondoo wawili kwa mtoto wa kiume. Lakini mtoto wa kike yeye anafaa kwa mbuzi mmoja au kondoo mmoja. Lakini pia hapo ukienda dipu sana katika kauli za wanachuoni, wanasema kwamba hata huyu wa kiume kama uwezo wa huyu baba hana wa mbuzi wawili au kondoo wawili, haweza tumia huyu mmoja kwa kutokana na uwezo wake. Lakini hii itakuja pale Mwenyezi Mungu aliposema la yukallifu Allahu nafsan illa yani kwamba haiwezi kukalifishwa nafsi ila pale ambapo mtu anaweza. Wewe umekusudia kufanya hiyo hakika kuwafanyia watoto wako, lakini sasa uwezo wewe huna. Sinafahamu uwezo wako wewe ni kupata mbuzi mmoja, na kama unapojua sasa hivi mbuzi wako hali kondoo wako hali. Kwa hiyo inafanywa hivyo. Lakini pia baadhi wana wachuoni wakajuzisha kwamba ile nyama ya hakika inatakikana iganywe katika mafungu matatu. Fungu la kwanza ni la kwake yeye mwenyewe, lakini fungu la pili ni la asdiqa waljiran, ni marafiki na majirani, lakini fungu la tatu ni kwa watu wasiojiweza. Lakini pia wakaenda mbali zaidi, wakasema kwamba na ukiwaalika hawa wakaja kula pale zile nyama pale nyumbani, hilo la juzu, na la juzu ukawakusanya hawa watu wakaja wakala pale, na ni vizuri sana mkamaliza kula zile nyama za hakika, mkanyoosha mikono yenu kumuomba Mwenyezi Mungu. Ndipo pale sasa kwenye hakika tunaweka hizi ratiba za kutakuwa na dua. Na wanachuoni wetu wa kisasa ni kutabaruku bishamali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kutabaruku na sifa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo watu pale wamekusanyika wanapiga dufu na kutaja sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na sasa watu wanaweka dufu ambazo hazina nidhamu, wanataja mambo ya kidunia, yani zinatajwa kwamba ni dufu, lakini zinakuwa ni ngoma. Kwa hiyo sasa hiyo ndio kisheria, lakini kuna mambo mengine pia yanafanywa pale. Kuna kunyolewa nywele mtoto, pia kuna kunyolewa nywele, na zile nywele zinapimwa katika
katika wizani wa dhahabu, alafu ile thamani ukaitoa sadaka. Na hayo yamekuja katika athari shekhe, sio mambo tu kwamba watu wanayafanya. Kwa hiyo hakika ina faida kubwa sana. Unaweza ukakuta shekhe, familia, watoto, ukitoka hospitali wiki hii huyu, wiki ijayo unapeleka huyu. Unaweza kukuta baba na mama wanagombana kwa sababu ya mtoto. Hujawahi kuiona shekhe hiyo? Watu baba na mama wanagombana kwa sababu ya mtoto. Huyu baba hataki na mtoto, huyu anataka hivi, lakini mtoto naye analeta baraka kwa kuunganisha furaha na ni sasa ile furaha iliondolewa mapema kwa sababu hakufanyiwa dua ya hakika. Kwa hiyo endapo utamfanyia dua ya hakika mtoto, basi mabalaa katika nyumba yanahusiana na watoto, mambo ya hospitali haya atakuwepo. Akili za watoto, mashule na madrasa zitakuwa sawa sawa. Mtoto atakuwa na akhlaki, baba na mama watakuwa na mapatano kwa sababu ya mtoto. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana katika suala la hakika, lakini faida kubwa kabisa hii ni taqarruban ila Allah, ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate radhi zake, ili upate yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka akupe wewe. Kwa hiyo kwa kufanya ile hakika, basi Mwenyezi Mungu anakupa kwa wepesi kwa kumfanyia mtoto hiyo hakika. Kwa hiyo kwa muktadha huo basi tuchukue haya machache. Hii ndiyo maana halisi ya hakika, na hivi ndivyo ifanywavyo hakika, na hivi ndivyo tulivyopokea kwenye hakika. Na cha kumalizia hapo, kuna watu wengine huwa akachinjwa yule mnyama tu, huwa akachinjwa yule mnyama tu, watu wakapika wakala, alafu ikawa ndo hakika. Pia ndiyo hakika. Wake tudhbahu au anachinjwa yule mnyama bilmauludi, manake anachinjwa yule hakika kwa ajili ya mtoto aliozaliwa yaumi saba, siku ya 7. Basi wewe ukafanya hivyo, basi tayari ni hakika. Sisi tumelelewa na watu ambao nao wamelelewa. Kwa hiyo wakatufundisha kwamba ni lazima tufanye dua kutabaruku na shamaili za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii wanachuoni wanasema ya afdalu, ndiyo bora zaidi. Natumai ndugu mtazamaji wa Abu TV umepata faida kubwa sana kama ulikuwa ukitutazama tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki. Maana shekhe ameeleza mengi, lakini kama utachukua tu mwisho huku huwezi kuelewa nini kitu gani kinasemwa. Lakini kubwa nilikuwa tunaalika mwaliko wa dua hiyo ya hakika, lakini vile vile ikaelezwa hakika. Shekhe kaeleza hakika, hakuna haja ya kuyarudia. Ni wewe tu unarudisha YouTube yako nyuma hivi kuona kwamba ameelezaje. Hujaelewa warudisha tena, hujaelewa rudisha tena mpaka utaweza kuelewa nini maana ya hakika. Lakini mwisho kabisa ni kuwakatazeni nyinyi watazamaji mnaotufuatilia katika channel yetu hii kwamba wale wenzetu wa mjini na sisi wengine na wewe ambao unatutazama, ambao hakika za wenenu mnazifanya ni kama pati fulani ya matarumbeta, magoma, kualika watu, ikawa yatajwa kwamba tuna dufu sijui madrasa gani kutoka Mwananyamala, kutoka Mabibo, ikaja hapo ile dufu linatazamwa, ikaonekana kama vile ni kigoma cha wale wahuni wa kimjini. Kwa hiyo kushereheka kwenye hakika kweli kumo, kushereheka mfano kwenye happy birthday ya kuzaliwa kwa mwana pia kumo, katika dini ni mubahan, lakini kuwe na mashereheko ambayo yako ndani ya dini na kusiweko mashereheko ambayo yako kinyume, tukiuona ni umjini lakini kumbe tunatoka kwenye dini kitaratibu. Baada ya kusema hayo, niwaombee kwa Mungu na kujiombea kwa pamoja kwamba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kuyasikiliza maneno yaliyo sawa na kufuata yaliyo sahihi na kukatazika na yale tuliyokatazwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.